Mafanikio yanaanza, mafanikio yanaanza, mafanikio yanaanza pale unapoweka akiba yako kwenye mfuko wa kijamii wa kuaminika. Mafanikio yanaanza pale unapojiunga nufaika na pension. Mtazamaji, katika kipindi cha mwisho cha mkutano wa 7 wa wadau wa mfuko wa pensheni wa LAPF uliokwenda sambamba na maadhimisho ya miaka 70 ya mfuko wa LAPF, ukiwa ni moja ya mifuko mikongwe kabisa hapa nchini. Naitwa Pascal Mayala, karibuni. Kipindi chetu cha leo cha mwisho tutashuhudia maazimio ya mkutano huu, hali kadhalika mgeni rasmi akitoa hotuba, na mwisho kabisa tutashuhudia kidogo zawadi kwa mgeni rasmi pamoja na shukrani kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa mfuko wa LAPF. Karibuni. Mheshimiwa mgeni rasmi Mama Gaudensia Kabaka, Waziri wa Kazi na Ajira, Mheshimiwa Naibu Waziri Bwana Kassim Majaliwa TAMISEMI, Mwenyekiti wa Bodi ya LAPF, Mkurugenzi wa LAPF, waheshimiwa wabunge, washiriki, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Kazi yangu ni ndogo tu, kuwasilisha maazimio ya mkutano huu wa 7 wa LAPF ambao umeanza tarehe 23 na utakwisha leo tarehe 24. Maazimio haya yametokana na mada mbalimbali ambazo watu wa mada waliziwasilisha, na pia imetokana na michango ya washiriki ambao tumetoa kwenye maswali na majibu ambayo tulikuwa tunayasikia na mapendekezo ambayo mmeyaleta. Lengo kubwa ni kuweka msisitizo tu kwamba LAPF wanasema wao wana ari ya kumhudumia mwanachama wao katika ubora zaidi. Kwa hiyo maazimio haya ni katika kuboresha lile lengo kuu la mfuko huu wa hifadhi ya jamii wa LAPF. Maazimio tuliokuja nayo ni kama ifuatavyo. Azimio la kwanza, elimu iendelee kutolewa kwa wanachama, wastaafu na umma kwa ujumla kuhusu mafao yanayotolewa na mfuko wa LAPF. Kwa sababu tumesikia watu kadhaa wakizungumzia kuhusiana na mafao ambayo yanatolewa, lakini wanachama wa mfuko huu bado hawana ufahamu juu ya hayo mafao. Kwa hiyo kwa njia moja au nyingine wanakosa haki ya msingi. Azimio la pili ni LAPF iangalie namna bora ya kupanua wigo wa wanachama wake hasa katika sekta isiyo rasmi. Mfuko wa hifadhi ya jamii wa LAPF sahizi unahudumia sio tu wale waajiriwa walioko kwenye sekta rasmi, pia inaangalia hata kule pembeni. Lakini kwa kiasi gani wamewafikia? Kwa mfano akina mama ntilie, vinyozi, kama ambavyo tulikuwa tunasikia mifano kadhaa ya watu wa mada. Azimio namba 1 tunaliafiki. Azimio namba 2. Azimio namba 3, LAPF iangalie uwezekano wa kutoa mikopo ya elimu si tu kwa wanachama bali pia kwa wategemezi wa wanachama. Tunaliafiki. Azimio namba 4, LAPF iangalie uwezekano wa kutumia michango kama dhamana kwa wanachama kukopa ndani ya mfuko na taasisi nyingine za kifedha. Tunaliafiki. Azimio namba 5, LAPF iangalie uwezekano wa kuweza kuwekeza nje ya nchi bila kuathiri maendeleo ya mfuko. Tunaliafiki. Azimio namba 6, LAPF iangalie uwezekano wa kuendelea kulipa pensheni ya kila mwezi kwa muda wa miaka 5 kwa wategemezi endapo mstaafu atafariki. Tunaliafiki? Ndio. Azimio namba 7, LAPF izingatie ushauri wa mtathmini wa mifuko kuhusiana na kuongeza mafao mapya, ikilenga zaidi umri na jinsi ya wanachama ambao wengi wapo kati ya umri wa miaka 24 na 26. Azimio namba 8, LAPF ipanue wigo wa ukusanyaji wa michango kupitia njia za kielektroniki, mfano Tigo Pesa, M-Pesa na nyinginezo, badala ya wanachama kulazimika kulipa kupitia benki tu. Azimio namba 9, LAPF iangalie uwezekano wa kupunguza umri wa kupata mkopo wa nyumba
badala ya kusubiri kufikia miaka 55 ya sasa. Azimio namba 10, LAPF ishauri SSRA na BOT kupitia upya masharti ya aina ya uwekezaji katika mifuko ili iendane na mahitaji ya sasa. Mfano, sekta za madini, usafiri wa anga na nchi kavu. Nafikiwa? Ndio. Azimio namba 11, LAPF ishauri SSRA kupitia upya jedwali la uhai mortality table ya mwaka 1952 ili kuifanya mifuko kutoa taarifa zenye uhalisia wa maisha ya sasa. Azimio linafikiwa? Ndio. Azimio namba 12, LAPF ihakikishe waajiri wanawasilisha kumbukumbu za watumishi wanaokaribia kustaafu mapema ili kulipa kwa wakati. Azimio linafikiwa? Mwenyekiti, hayo ndio maazimio ambayo tumetoka nayo katika mkutano huu ambao utakwisha muda mfupi ujao. Naomba kuwasilisha. Asante, tunakushukuru sana. Waziri wa Kazi na Ajira, Mheshimiwa Kabaka, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI anayeshughulikia elimu, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Hamisi Kigwangala, mwenyekiti wa kamati ya Bunge anayeshughulikia masuala ya local government, mwakilishi Mheshimiwa Barwani, mwakilishi wa mwenyekiti wa kamati ya Bunge anayeshughulikia maendeleo ya jamii, karibu sana pia. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa board ya LAPF, makamu mwenyekiti wa board ya SSRA, wajumbe wa board ya LAPF, wadau wote wa mkutano wetu wa bina bwana. Na tunafikia mwisho wa shughuli yetu ya siku 2. Niseme machache tu kwa maana ya kufunga shughuli hii. Cha kwanza, nianze kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Kazi na Ajira kwa uwepo wake. Najua ametoka mbali all the way kutoka Mwanza kwa shughuli nyingine muhimu ya msiba. Kwa kweli ameweza kufanya jitihada nyingi kuhakikisha kushirikiana na sisi japo kwenye jambo hili la mwisho la kufunga. Tunajua ulikuwa tayari Mheshimiwa Waziri kushiriki tangu mwanzoni kama yasingetokea hayo ambayo yametokea. Tunashukuru sana kwa uwepo wako. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekuwa hapo kwa siku 2 tukishirikiana kujadili mada mbalimbali na mengine ambazo zilihusu moja kwa moja maendeleo ya mfuko. Tumeangalia juu ya uandikishaji wa wanachama wapya, ukusanyaji wa michango, ulipaji wa mafao, shughuli za uwekezaji, mahesabu, actual valuation na mfuko na kadhalika. Tumepata nafasi ya kujadili, kuchangia mawazo na namna nzuri zaidi ya kufanya mfuko wetu wa LAPF uweze kuwa mtu wa huduma bora zaidi kwa wadau wake. Naomba nikuhakikishie ndugu rasmi kwamba kwa upande wa management tumepokea mchango wa mawazo ambao wadau wameutoa, na sisi tuahidi kuyafanyia kazi hayo na kuyatekeleza kama mlivyo wadau wetu walivyotushauri. Mheshimiwa Waziri, kipindi cha siku 2 zilikuwa tumeelekeza mafanikio na changamoto ambazo mfuko unakabiliana nazo. Tuahidi kwa wadau wetu kwamba kasi ambayo tumeieleza tutaimaintain, na changamoto ambazo tumezisema pia tutaendelea kukabiliana nazo. Tunajua changamoto haziishi, utamaliza hizi zitakuja zingine, lakini tuahidi wadau wetu Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba tutaendelea kukabiliana nazo. Tunajua pia kwamba sasa hivi LAPF inaoperate kwenye mazingira ya ushindani na mifuko mingine. Tuhakikishie Mheshimiwa mgeni rasmi tumejipanga hilo na kwa wadau wetu kufanya kazi kwenye mazingira ya ushindani, na sisi tunashindana, tuko tayari kushindana wenzetu. Kuna mtu mmoja alisema sio kushindana, we just complementing each other. Kunaisha complementarity kwa sababu bado hatuja exhaust mahitaji. Kwa nafikiri tunapofika sisi huenda mwenzetu na tukakutana humo. Kwa yes, mazingira ya ushindani, lakini pia kwa sura ya kucomplement each other. Sisi tumejipanga kufanya hilo, cooperate kwenye mazingira hayo. Tuzidi kuomba wenzetu mifuko mingine tushirikiane kwenye hilo, tujipange kwa ushindani ambao ni fair, na tuombe mamlaka sababu wapo ni kuensure tu kwamba kuna fair play kwenye field. Lakini tuhakikishie wadau wetu tuko tayari cooperate kwenye mazingira hayo. Nimalize Mheshimiwa mgeni rasmi kwa
once again kuwashukuru sana wadau wetu kwa kuja. Kilinganisha idadi tuliyokuwa nao mwaka jana imeongezeka sana mwaka huu. Tuwaombe tena wadau wetu, sasa hivi sio tu hiari ya mfuko kuandaa mkutano huu kutokana na taratibu ambazo mamlaka imewekwa, kila mwaka tutakuwa tunafanya mkutano huu. Tuombe wadau wetu mnaokuja mwaka huu, tutegemee kuonana na nyinyi tena mwaka kesho, na ikiwezekana tuwaambie na wenzetu ambao hawakuja waweze kuja ili mkutano wetu uweze kuwa mkubwa zaidi na tuweze kupokea mchango wa mawazo ulio mkubwa zaidi. Nashukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi wenye viti wa sessions mbalimbali ambao wamesimamia tangu tulianza jana. Tumekuwa na wenye viti mahiri kweli, wameendesha shughuli za mkutano wetu vizuri sana. Tunashukuru sana wenye viti wetu. Tunashukuru sana mno watu wa mada. Tunajua anapokuja mtu wa mada kusema hapa mbele imechukua kavuvote masaa mengi zaidi kuandaa mada ile kuliko simply kwa pia hapa mbele. Tunashukuru sana watu wa mada ambao wameshirikiana nasi katika kuwasilisha mada mbalimbali. Niwashukuru sana pia sponsors wetu. Tulipata muda wa kushauriana nao kidogo kuhusu muda. Tunajua walihitaji muda zaidi pia wa kusell product walizonazo. Tunashukuru sana kwa kubali kubana yale ambayo kwa mada kuyasema. Lakini tunaamini kipindi kijacho tunaweza tukajenga mazingira mazuri zaidi ili waweze kutoa nafasi na wao kuongea na wadau wetu. Lakini tuzidi kuahidi ushirikiano nao. Tunajua ni business partners wetu, NMB, UTT, CRDB, Azania Bank na kadhalika. Tunashukuru sana kwa utayari wao wa kuja kudhamini pati mbalimbali, pati mchapalo ambazo tulikuwa nazo. Ya jana ilikuwa kali kweli kweli, nijaribu nitatoka mwisho nivumilie mpaka tufu. Nikakuta wapi kuna watu stamina zinaongezeka saa 7 usiku sasa ndo anaanza, ambao ni dalili kwamba watu wana sasa wanaweza sionekana asubuhi. Lakini kuna wachache afu kiganga tukuona jana. Na najua zile pia huwa nazimudu zile. Lakini it was a very live evening, ilikuwa nzuri sana. Tunashukuru sana kwa kinudie tena kuwashukuru sana kwa sponsors wetu. Tuwatakie wala ambao tutoki jiji letu la Arusha safari njema mnakokwenda. Mungu aongoze mfike salama. Asante sana kwa kunisikia. Sasa mheshimiwa mgeni rasmi, hasa ni wakati wa mwenyekiti wetu wa bodi kukaribisha wewe uweze kufunga mkutano huu wa 7 huku tukisherehekea miaka 70. Lakini ndani yake kuna jambo moja ambalo mwenyekiti atakuomba ulitekeleze. Kwa hiyo tukifika kwenye hatua hiyo, basi nitaomba tena meza ishuke hapo chini kuweza kulifanya hilo jambo. Alafu baada hapo ndio utakuja sasa kufunga mkutano, kutoa hotuba na kufunga mkutano huu. Kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimkaribishe mwenyekiti wetu wa board Profesa Hassan Mlawa aifanye kazi hii ya kumwomba mgeni rasmi atufanye hayo mambo. Karibu sana. Mheshimiwa Waziri Kabaka, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nchi TAMISEMI mwenye dhamana ya elimu, Waheshimiwa wabunge mliopo hapa, itifaki na izingatia kikamilifu. Mheshimiwa Waziri, nimepewa kazi moja kubwa ya kukukaribisha wewe ili ufunge mkutano huu. Lakini kabla sijafanya hivyo, naomba kwa heshima na taadhima utusaidie mambo mawili. Jana baada ya taarifa ya mwenyekiti wa board kuhusu utendaji wa mfuko na taarifa nyingi sana zilizotolewa na watu mbalimbali, wengi, Mheshimiwa Waziri, walihamasika kujiunga na mfuko wetu wa LAPF. Wengi wamehamasika kwa kuonyesha dhamira yao ya kujiunga hapo hapo, na wengi wamehamasika ndani ya roho na mioyo yao. Sasa kwa heshima na taadhima, tunaomba kama gesta tu kwa heshima
umkabidhi mmoja wa wale wengi ambao wameomba kujiunga na mfuko wetu. Na hii inaonyesha mambo kadhaa. La kwanza, sio tu mfuko huu unaweza kumlipa mwanachama jana anapostaafu leo, lakini vile vile unaonyesha dhamira, uwezo na utayari wa mfuko wetu wa kumpa mtu wanachama chap hapo hapo. Mwanachama huyo mpya wa mfuko wetu ni Bwana Michael Rafaeli Mjinja. Ameomba, aliomba wanachama jana na akapewa jana ile ile ndani ya masaa 6, na leo anakabidhiwa rasmi. Hii ndio kasi ya tija na ufanisi ya mfuko wetu, Mheshimiwa Waziri. Ya, basi niombe meza nzima kuteremka hapo chini na studio mlete mgeni rasmi kwa ule wimbo wetu wa LAPF. Makofi mengi tena kwake Michael Mjinja, mwanachama wa nguvu kabisa huyo. Asante sana. Kwa niaba ya management, wafanyakazi na mkurugenzi mkuu wa mfuko wetu wa LAPF, na kwa niaba yangu mimi mwenyewe binafsi, nina furaha na heshima kubwa kukuzawadia wewe mgeni rasmi, Mheshimiwa Gaudensia Kabaka, Waziri wa Kazi na Ajira, zawadi hizi za kumbukumbu ya miaka 70 ya huduma bora ya mfuko wetu, na vile vile kumbukumbu ya sherehe zetu za sherehe za 7 za mfuko wetu katika shughuli yetu iliyofanyika hapa Arusha kuanzia jana Alhamis tarehe 23 na zinazoishia leo Ijumaa tarehe 24 hapa mjini Arusha. Kumbukumbu hizi tuna imani kwamba zitakukumbusha maazimio na mambo mengi mazuri yaliyofanywa katika mkutano huu. Nina heshima na unyenyekevu mkubwa sana kukabidhi zawadi hizi kwako. Mwenyekiti anakabidhi zawadi hii ya pekee kabisa. Makofi mengi kwa mgeni rasmi. Anaondoka na kumbukumbu ya miaka 70 ya LAPF. Hakika ni heshima kubwa kabisa. Nichukue fursa hii tena kwa niaba ya bodi ya mfuko na kwa niaba ya ndugu Sanga na management yake pamoja na wafanyakazi, nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kupata fursa ya kujumuika nasi kwa mchana huu katika mkutano wetu huu wa 7. Kwa kweli LAPF tuna bahati, kama tulivyokuwa tunasema katika siku chache zilizopita, kwamba kwa miaka 5 mfululizo tulikuwa tunapata zawadi za kipekee kutoka NBAA, lakini vile vile tukushukuru wewe Mheshimiwa Waziri, kwa miaka kadhaa mfululizo hujashindwa kujumuika na sisi katika shughuli zetu hii. Na kama nakumbuka sawa sawa, huu ni mwaka wa 4 kwa mfululizo, hujakosa hata siku moja.
Vile vile tukushukuru kwa utashi wako wa kuungana na sisi katika shughuli zetu, maana tunaelewa kabisa hivi karibuni mlikuwa na shughuli nzito pale Dodoma ya bunge maalum la katiba, lakini vile vile wewe mwenyewe ulitamani sana kuwa na sisi kuanzia jana, lakini kwa bahati mbaya kwa sababu ambazo hukuweza kuzizuia hukuweza kufika. Na labda kwa taarifa ya wenzetu hapa, Mama Kabaka alifiwa na ndugu wa karibu ambaye ilibidi abaki nyumbani kwa mazishi jana, na leo amefika. So pamoja na shughuli ya kifamilia namna hiyo, lakini leo badala ya kukaa nyumbani na wafiwa wenzako ukaona hapana, ngoja nende kwa wenzangu ili niweze kujumuika nao. Tunakushukuru sana, na hii sisi umetupa heshima ya kipekee katika hili. Kama mkurugenzi mkuu alivyokwisha kusema, tuliendelea vizuri na shughuli zetu, na maazimio kama ulivyosikia ni mazito, makubwa na ya kihistoria, na ni wajibu wetu sisi kama bodi na management kuyatekeleza ili katika kikao kinachofuata mwakani tuweze kutoa taarifa. Lakini mkutano huu sasa umefikia tamati, na wewe ni mtu pekee ambao unaweza ukaweka ile nukta, full stop ya mkutano ule. Sasa kwa heshima na taadhima na kwa niaba ya bodi ninayoiongoza na management, naomba sasa nikukaribishe uje hapa ili uweze kutoa nasaha zako na hatimaye ufunge kikao hiki cha 7. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri TAMISEMI Elimu, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mbunge, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamati ya Local Government, Mheshimiwa Kigwangalla Mbunge, Mheshimiwa Baruani mwakilishi wa mwenyekiti wa Kamati ya Maendeleo ya Jamii, Mheshimiwa mwenyekiti wa bodi ya LAPF Profesa Hassan Mlawa, waheshimiwa wajumbe ya bodi ya LAPF, mkurugenzi mkuu na management ya LAPF Bwana Eli Sanga, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana. Awali ya yote naomba nichukue kwa kweli nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametuwezesha kuwa hapa hadi wakati huu, lakini kwangu kuwepo hapa kwa siku hii na ili niweze pia kusema maneno machache ya kufunga mkutano huu wa 7 wa wadau, na pia na maadhimisho ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa mfuko wa LAPF. Nimefurahi pia kusikia kuwa LAPF imeanzisha utaratibu wa kutoa mkopo wa elimu kwa wanachama wake. Hii ni hatua nzuri sana, kwa sababu sio tu inakidhi kiu ya muda mrefu ya wanachama kupitia elimu, kupata elimu ya juu, bali pia inashirikiana na serikali katika jitihada zake za kuwasomesha Watanzania. Najua bodi ya mikopo haikopeshi wafanyakazi, lakini kwa kuanzisha mfuko huu, kwa kuanzisha fao hili, mimi na hakika mtapiga bao mifuko mingine, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinafurahisha kama mwanachama anataka kwenda kusoma, lakini anaangalia mshahara hautoshi, benki haiwezi kumkopesha, lakini kama mfuko wako unaweza kumkopesha, basi hili kwa kweli mimi nasema hapa mmefunga goli kwa kisigino. Hongereni sana.
ingawa mimi sijui kucheza mpira. Kwa hiyo niwaombe, nitoe rai kwa wanachama kuchangamkia sana fursa hii. Lakini niwaagize waajiri wahakikishe kuwa fursa hii ni endelevu, kwa sababu lazima mshirikiane waajiri na mfuko katika kusaidia pia ni nani kweli amefanikiwa kwenda kusoma, na nafikiri lazima kuwe na uhakika wa kuona kwamba huyu anaenda kusoma, na muhakikishe mnasimamia waajiri hao urejeshwaji wa mikopo hii kwenye mfuko, ili na yenyewe mikopo hii sasa iweze kuwafaidisha na wanachama wengine. Nawapongeza sana wafanyakazi na hasa viongozi wa LPF kwa ubunifu huu. Huu ni ubunifu wa hali ya juu. Hongereni sana. Lakini naomba niwapongeze kwa kushirikiana na Tanzania Postal Bank, TPB, benki ya bwana Mshingi. Yuko ni ndugu yangu ile Moshingi. Sasa hivi najua Moshingi hakosi kwenye hivyo vikao. Maana pamoja na kwamba kwa kweli amesaidia kutoa huduma nzuri sana, lakini huduma hii itamtangaza na hakuna mtu atakayemsahau Moshingi katika nchi hii, hasa wale wastaafu. Actually nazungumzia wastaafu. Maana ile pesa yako unayoipata ya pension, ile ya mkupuo, au hata ile unayopata kila mwezi, okay, itaendelea kuwepo. Ni kama nilivyosema, ukiweka pesa kwenye mchago itakaa, lakini haitazaa. Sasa kwa mstaafu ambaye alizoea maisha ya aina fulani, kule Mwanza wanasema kukaa kawekamo kwenye kiti kirefu kwenye counter, all of a sudden hiyo inakatika, kwa sababu sasa pesa uliyokuwa unapata sio sawa na hii ya kwenye pension. Lakini kama umewekeza na bado pension yako inaingia, umewekeza lakini bado hujaimaliza, nafikiri kwa kweli hamna mpango mzuri kwa wastaafu wetu kama huu wa kupitia Tanzania Postal Bank. Kwa hiyo naomba niwapongeze kwa pamoja LPF pamoja na benki yetu ya Posta kwa ubunifu huu mzuri kwa wastaafu wetu, ambao najua wengi wamestaafu lakini hawajachoka, na wengi bado wanaendelea kupata watoto pamoja na kustaafu. Ingawa na washauri, unapostaafu basi ustaafu kila kitu. Ndugu mwenyekiti na ndugu wadau, mkutano huu umeandaa maazimio. Nimeyaona mwenyewe maazimio 12. Ni mazuri sana, na anasema ni maazimio yanayotekelezeka, implementable kabisa. Kwa hiyo mimi nashauri mkayafanyie kazi. Mkayafanyie kazi ili mwakani katika kitu cha kwanza kabisa tupate taarifa ya utekelezaji wake. Na kwa kufanya hivyo taufanya mkutano wetu au mikutano yetu iwe na tija kila mwaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kazi yangu ilikuwa kufunga, nisiendelee kuzungumza sana. Najua mmeshachoka. Kama alivyosema mkurugenzi mkuu jana, mliserebuka sana. Kwa hiyo wengine bado maumivu ya miguu yapo, lakini pia uchovu wa mwili. Lakini niliona nishiriki na nyie jioni hii, niseme hayo machache, na nimalizie kwa kuwatakieni wale watakao safiri kwenda nje ya Arusha safari njema, kurudi majumbani, lakini mwende kama mabalozi wa LPF. Muwaeleze wale ambao hawajajua wajiunge na mfuko gani. Sasa mimi sitaki kupigia debe Bwana Sanga, lakini ni kwamba tunataka kweli kupanua wigo wa wanachama wanaoingia katika mifuko ya hifadhi ya jamii. Wasikilize matangazo, maelezo ya mifuko hii na wachague, wajiunge. Na kwa kuwa sasa hivi tuko kwenye mfuko wa LPF, basi niwapigie debe kwa kusema mfuko wa LPF unafaa. Mfuko wa LPF umeongeza mafao yake, ikiwemo hili la mkopo wa elimu kwa wanachama wake wanaofanya kazi, lakini pia mambo mengine ambayo nafikiri wataendelea kuyabuni. Kwa hiyo baada ya kusema maneno hayo,
naomba sasa kutamka kuwa mkutano huu wa 7 nimeshashukuru. Nashukuru sana tena kwa zawadi nzuri sana. Natamka mkutano huu wa 7 wa wadau wa LAPF umefungwa rasmi, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Na kufikia hapa ndo tumefikia mwisho wa mfululizo wa vipindi hivi maalum vya mkutano wa 7 wa wadau wa mfuko wa pensheni wa LAPF uliokwenda sambamba na maadhimisho ya miaka 70 ya mfuko huo kutoka katika ukumbi huu wa mikutano wa kimataifa wa AICC mjini Arusha. Kwa niaba ya timu nzima ya PPR ambao tumekuwa hapa Arusha, hali kadhalika mshirika wetu God Bless Mushi wa pale GBM studio ya Dodoma, timu yangu ya PPR, utawala na management ya mfuko wa pensheni wa LAPF kwa kuiaminia PPR kuwaletea kipindi, wamiliki wa zile televisheni, redio na magazeti ambao wamekuwa wakitoa habari za mkutano huu, na mwisho muhimu kabisa wewe ambaye ni mpenzi mtazamaji umekuwa ukiangalia vipindi hivi. Kwa niaba yenu nyote naitwa Pascal Mayala, asanteni na hongera sana mfuko wa pensheni wa LAPF kutimiza miaka 70. Kwaherini. Mafanikio yanaanza, mafanikio yanaanza, mafanikio yanaanza pale unapoweka akiba yako kwenye mfuko wa kijamii wa kuaminika. Mafanikio yanaanza pale unapojiunga nao. Nufaika na